Hello mwana michezo, karibu katika channel yetu ya Michezo Live. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki ili waweze kupata habari zinazohusu michezo. Wakati mashabiki wa Simba wakiendelea kufurahishwa na mchango wa mshambuliaji wao Mohamed Bajebar, nyota huyo ameweka wazi kuwa bado hajafikia kiwango chake cha juu cha ufiti, akisisitiza kuwa kile anachokionyesha kwa sasa ni sehemu ya safari yake ya kurejea kwenye ubora wake kamili. Bajebar amesema licha ya kuipatia Simba mabao mawili muhimu, moja katika ligi kuu ya Tanzania bara na jingine katika michuano ya Kombe la Mapinduzi, bado anajiona yupo katika mchakato wa kurejesha makali yake baada ya kukumbwa na majeraha ya muda mrefu yaliyomweka nje ya uwanja kwa kipindi kirefu. Mshambuliaji huyo alijiunga na Simba akitokea nchini Kenya katika dirisha kubwa la usajili, lakini kutokana na majeraha hakufanikiwa kurejea kikamilifu mara moja. Hata hivyo, baada ya kupona, ameanza kupata nafasi ya kucheza, akianzia katika mchezo dhidi ya Mbeya City ambapo alifunga bao lake la kwanza tangu atue ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Ameeleza kuwa mapumziko yaliyokuwepo kabla ya kurejea kambini yalikuwa na mchango mkubwa katika maandalizi yake, kwani aliyatumia kufanya mazoezi binafsi yaliyolenga kuongeza ufiti, kuimarisha nguvu ya mwili na kurejesha hali ya ushindani. Bajebar ameongeza kuwa michuano ya Kombe la Mapinduzi kwake ni jukwaa muhimu la kuendelea kujipima, kujinoa na kujiandaa vyema zaidi, huku akitambua kuwa bado ana safari ndefu ya kufikia kiwango bora kinachotarajiwa na mashabiki pamoja na benchi la ufundi. Nilitumia mapumziko kufanya mazoezi yangu binafsi ili kujiweka fiti zaidi. Ingawa tayari nimerudi uwanjani, nimecheza mechi 2 na kufunga mabao ikiwemo dhidi ya Mbeya City na kwenye Kombe la Mapinduzi, bado natafuta ufiti wangu kamili, amesema Bajebar. Mshambuliaji huyo amesisitiza kuwa kufikia ufiti wa 100% kunahitaji subira, juhudi endelevu na kumwachia Mungu, huku akibainisha kuwa licha ya dalili chanya zinazoonekana, kikosi bado kinaendelea kujijenga, hasa ikizingatiwa kuwa benchi la ufundi ni jipya na bado linaendelea kuunda mwelekeo wa timu. Asante kwa kutufuatilia mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako. Ikiwa umependa channel hii, acha maoni yako hapo, share na marafiki.